Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Ujambo na karibu sana kwenye haya madhabahu ya kambi ya wateule, na ili tuweze na kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na pasipo na kupoteza wakati ningependa twende moja kwa moja kwenye neno lake Mwenyezi Mungu, na ningependa nisome kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari ule wa 8. Wagalatia sura ya 6 mstari ule wa 8, na Biblia inasema, kwa maana yeye apandaye kwa mwili wake katika mwili atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho katika roho atavuna uzima wa milele. Na Baba, ni asante kwa ili neno lako. Kazungumze nasi siku ya leo. Wacha ili neno likalete utofauti katika maisha yetu, kwa kutuhimiza, kwa kuturekebisha, kwa kutukemea, kwa kutupa mwelekeo. Mfalme mkuu na mtakatifu, tukapate maarifa na hekima zaidi. Tunamruhusu Roho wako Mtakatifu akachukua usukani na kutuongoza na kutupa hekima na kutufundisha katika kweli yote kupitia neno lako, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Hili ni neno lake Mwenyezi Mungu, na hili neno nimelipa kichwa kupanda kwa roho. Na tunaona hapa huu mstari tumeusoma, inasema, kwa maana yeye apandaye kwa mwili wake katika mwili atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho katika roho atavuna uzima wa milele na milele. Ni mstari ambao umejielezea, lakini siku ya leo ningependa kuutumia huu mstari tuweze na kujifunza jambo muhimu. Tuweze kuelewa kuna kupanda kwa roho, yaani ninamaanisha ukifanya lolote lile unaruhusu Roho Mtakatifu wa Mungu akuongoze. Usijiongoze, usiongozwe kimwili. Maana hata Biblia inatuambia vizuri zaidi, Yesu Kristo alituachia Roho Mtakatifu, na Biblia inasema kwamba atakaye tuongoza na kutufundisha katika kweli yote. Na hivyo kunayo faida iliyokuu zaidi. Ukipanda kwa roho, katika roho utavuna uzima wa milele. Hiyo ni faida iliyokuu zaidi na ya kwanza. Lakini pia katika ya maisha tunapoishi, tunahitaji kuongozwa na kufundishwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Na hivyo moja ya njia kuu za kutembea katika utoshelevu wa Mungu ni kujifunza kupanda kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Au kwa lugha rahisi ni kujifundisha kuongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Lakini kuna jambo ambalo watu wengi hawalizingatii. Huwezi kupanda roho ikiwa huwezi kuona katika macho ya kiroho. In simple, hauwezi ukaongozwa na roho iwapo haujamruhusu huyo Roho wa Mungu akuongoze. Hauwezi ukapanda katika masuala ya rohoni iwapo hauna macho ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo angalia pale, tunaona ya kwamba kama huwezi kutambua Mungu anapotenda kazi au kuelewa anachofanya, hautaweza ama utawezaje kujua la kufanya au wapi pa kwenda? Ni kama kupanda mbegu gizani. Kuona kwa macho ya kiroho kuna kusaidia kuona yale ambayo wengine hawawezi kuona, kutambua fursa za kimungu kabla hazijajitokeza, na kuona uwezekano pale ambapo wengine wanaona matatizo tu. Na ndio maana Biblia inatuambia hivi, inatuambia wale waongozwao na Roho hao ndio wana wa Mungu. Ni kumaanisha hakuna lolote lile Mungu atakuficha.
Mungu atakuonyesha na kukuelekeza katika mambo yote, maana macho yako sasa yatakuwa ya rohoni, maana umeruhusu Roho akuongoze. Atakusaidia kuyaelewa mambo ya rohoni, atakusaidia kuyafungua macho yako ya roho, na ili kuweza kuona, Biblia inakuwa inazungumza na kusema ya kwamba Roho wa Mungu ndiye aliye na uweza wa kuchunguza moyo wa Mungu, kuchunguza akili za Mungu na kisha kutujuza. Na hivyo ili utembee na kupanda kwa Roho, lazima umruhusu Roho Mtakatifu wa Mungu akuongoze. Maana tumepewa, Yesu Kristo alielewa, Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye atakayetuongoza na kutufundisha katika kweli yote, ndiye atakayetufichulia hata mambo yajayo. Na ndio maana nimekuuliza, kama huwezi kutambua Mungu anapotenda kazi au kuelewa anachofanya, utawezaje kujua la kufanya au wapi pa kwenda? Ni kama kupanda mbegu gizani. Kuona kwa macho ya kiroho kunasaidia kuona yale ambayo wengine hawawezi kuona, kutambua fursa za kimungu kabla hazijajitokeza, na kuona uwezekano pale ambapo wengine wanaona matatizo tu. Watu wamekuwa frustrated maana wamepanda kimwili, na ukipanda kimwili utavuna kimwili, utaenda kuwa frustrated. Lakini wale ambao wamepanda kwa Roho, kwa kusikiza Roho wa Mungu, wamevuna, yaani wamepata mavuno mengi. Maana Roho wa Mungu, kama ni biashara, anakuelekeza, anakuambia hivi na vile na vile. Kama ni kampuni, anakuambia kampuni utaiongoza hivi na vile. Kama ni ndoa, anakuambia utaiongoza hivi na vile. Maana Biblia inatuambia atatufunza mambo yote, si mambo tu ya Biblia, lakini hata maisha yetu, jinsi tunavyoyaishi, yeye atatufunza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, kwa mtazamo huu wa kiroho, hausubiri milango ifunguke, bali unaanza kuona wapi itakapofunguliwa. Upandi kwa kuzingatia kilicho maarufu au salama machoni pa wanadamu, bali upanda kulingana na kile ambacho Mungu anakionyesha katika Roho. Kwa hiyo, ikiwa unatamani kutembea katika utimilifu wa utoshelevu wa Mungu, muombe akufunulie macho ya kiroho. Muombe akufundishe jinsi ya kujiandaa na wakati wa kuchukua hatua. Unapopanda ukiwa na maono haya, unavuna kwa wingi, kwa sababu hauko peke yako. Umemruhusu Roho wa Mungu kukuongoza, umeruhusu macho yako ya rohoni yakafunguliwa. Na ndio maana Mithali 29 mstari wa 14, Biblia inasema vizuri, pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu ashikaye sheria. Pasipo na maono, where there is no vision, people perish. Unapoangalia, vision inatokana na kuona, inatokana na kuwa na lengo. Na hivyo pasipokuwa na kuona, pasipokuwa na lengo, basi hauwezi ukajizuia, utafanya chochote kile na utaenda kuwa frustrated. Na ndio maana kupanda kwa Roho ni muhimu, maana Roho mwenyewe ndiye atakaye kuonyesha lengo, kusudi. Atakupa maono yale ambayo si yale yako, ni yale ya Mungu. Ni kwa nini alikuumba uwe chini ya jua? Angalia katika Wafalme wa Pili mstari wa 6, sura ya 6 mstari wa 17. Hapa ni mtumishi wa Mungu anakuwa anafanya ombi Elisha, na kwa sababu yule mjakazi wake aliamka akapata wamezingirwa na jeshi na ambao lilikuwa ni watu. Lakini angalia, Elisha anamwambia walio upande wetu ndio wengi kuliko hao wanajeshi unaowaona kwa haya macho. Na hivyo yule mtumishi wa Elisha akawa aamini, na Elisha tunaona anaomba Mungu katika Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 17. Elisha akaomba akasema, Bwana nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyozunguka Elisha pande zote.
Bwana Yesu asifiwe. Macho yako ya rohoni yakifunguka, kuna mambo hayatakutishia, na hivyo macho yako ya roho yakiwa yamefunguka, utajua Mungu anakuelekeza wapi, na hivyo utapanda kwa roho, utatekeleza kulingana jinsi roho wa Mungu anakuongoza. Kile unachokiona rohoni si kulingana na macho ya wanadamu, bali kulingana na Mungu. Na hivyo nikimalizia, huwezi kupanda kwa roho ikiwa huwezi kuona kwa macho ya kiroho. Kuona kwa macho ya kiroho kuna kusaidia kuona yale ambayo wengine hawawezi kuona, kutambua fursa za kimungu kabla hazijajitokeza, na kuona uwezekano pale ambapo wengine wanaona matatizo tu. Unaona biashara, unaona faida, mara wengine wanaona hasara, mara wengine wanaona hakuna biashara, lakini wewe, maana Mungu amekuongoza, unaona faida, unaona milango. Hautajisumbua ukipeleka application letter kila kampuni, lakini Mungu atafungua macho, atakuonyesha kuna nafasi katika ile kampuni, na atakuelekeza jinsi ya kwenda pale, na maisha yako yatakuwa tofauti. Baba, ni asante kwa kuzungumza nasi siku ya leo kupitia hili neno lako. Mfalme uketie juu zaidi, wewe unastahili sifa zote na utukufu. Mungu wetu, wewe jitukuze Baba, wewe jiheshimishe Mfalme, maana unaweza mambo yote. Ni asante kwa kuzungumza nasi na kutukumbusha kwamba maisha ni kiroho, life is spiritual, na hivyo tunahitaji kufunguka na kuanza kuangalia katika mtazamo wa rohoni, na maisha yetu yatakuwa tofauti. Baba, tusaidie, tufungue macho yetu ya rohoni. Tunamruhusu Roho wako Mtakatifu na ili akatuongoze. Anapotuongoza tunafanyika watoto wako, na tunapofanyika watoto wako, wewe utatuelekeza, wewe utatuandalia meza mbele ya watesi wetu, wewe utatuongoza katika njia zote, utatuelekeza mara tunapaswa kuenenda, mara tunapaswa kuwekeza kwa utukufu wa jina lako. Mfalme mkuu na mtakatifu, tukuka na heshimika milele yote. Siku ya leo natakabidhi huyu msikilizaji na mtazamaji mikononi mwako Baba, kamuongoze, kafungue macho yake ya rohoni, kampe kutamani kupanda kwa roho, kuelewa mambo ya rohoni, na ili asihangaike tena, ili asisumbuliwe tena, kwa utukufu wa jina lako. Walio wagonjwa natangaza uponyaji juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Waliofungwa natangaza kufunguliwa kwao katika jina la Yesu Kristo. Na hata siku ya leo Mungu wetu, ninatangaza neno lako kwamba kila silaha iliyojengwa kinyume na watu wako, ninatangaza kwamba haitafaulu, na kwamba kila ulimi uliosimama kuwa hukumu ninauhesabu kuwa ni makosa. Ninawafunika na damu ya Yesu Kristo. Wacha ikanene mema kuhusiana na maisha yao. Wale ambao walikosa, wacha ikanene rehema, wacha ikanene rehema Mungu wetu, na wakajitambue na wakarejea katika njia zako kwa utukufu wa jina lako. Jitukuze Mfalme mkuu na mtakatifu, jiheshimishe milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na wakati wote nilikwambia ili neno likiwa la baraka, haya madhabahu yakiwa baraka, na unaweza ukawa wa baraka kwa haya madhabahu, na Mungu atakubariki. Unatoa sadaka zako, unanitumia ujumbe mfupi, unanipigia simu, unani WhatsApp kupitia nambari 0792593648 07923648 0792593648 0792593648 0792593648. Ukiwa nje ya Kenya ni +254 792593648. Hadi hapo kesho, mimi nakupenda sana. Naitwa mchungaji Benson Mwanza. Kumbuka kusubscribe kwenye madhabahu ya Kambi ya Wateule, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.